Mwanamke kuwa na nywele nyingi sehemu ya kidevu, sehemu ya kifuani, sehemu ya mikono ama miguu ya mwili, lakini pia mwanamke huyu akiwa na dalili ya kuwa kwamba maziwa yake yanavuja au yanatoa maji hali ya kuwa hana mtoto wala hana ujauzito, ni dalili za moja kwa moja ambazo zinaweza zikawa zinaashiria huyu mwanamke ana changamoto inayoitwa polycystic ovarian syndrome, ugonjwa ambao unahusiana na hormonal imbalance. Homoni nyingi kwenye mwili wa mwanamke zinakuwa hazijakaa sawa na kusababisha huyu mwanamke ashindwe kupevusha mayai kabisa au kuwa anapevusha mayai ambayo hayana ubora. Huyu mwanamke anakuwa na changamoto ya kwamba ana viwango vya juu vya homoni ya kutengeneza maziwa, lakini pia huyu mwanamke anaweza akajikuta kwamba viwango vya sukari kwenye damu yake vinakuwa nyingi kutokana na kwamba huyu mwanamke anakuwa na changamoto ya insulin resistance. Haya mambo yote huwa yanaenda kuathiri uwezo wa mwili wa huyu mwanamke kuweza kupevusha mayai. Kwa hiyo atakuwa anapevusha mayai ambayo hayana ubora na mayai ambayo pengine hayawezi kurutubishwa na kutengeneza kijusi. Uwezekano wa mwanamke mwenye PCOS kuzaa katika kipindi cha chini ya miaka 30 huwa ni mpaka 60%. Zaidi ya hapo. Lakini mwanamke akishafikisha miaka 30 mpaka 35, uwezekano huo unapungua zaidi. Na hawa wanawake huwa wanahitaji assisted reproductive technologies, njia ambazo zinaweza zikamsaidia huyu mwanamke kuweza kubeba ujauzito. Mfano ni IVF, in vitro fertilization, ambapo yai la huyu mwanamke litavunwa. Unaweza kujiuliza yai lake litavunwa vipi wakati tumeshasema hapevushi mayai. Kwenye hii njia tutatumia artificial hormones, homoni za nje ya mwili wa mwanamke ambapo zitaingizwa kwa njia ya sindano. Huyu mwanamke akishaingia period, akimaliza period zake, atakuja kuchoma sindano kwa kipindi kifupi baada ya kumaliza period zake. Atachoma sindano ya luteinizing hormone pamoja na follicle stimulating hormone, ambapo ya follicle itaanza then itafuata ya luteinizing. Hizi hormone zitamforce huyu mwanamke kuweza kupevusha mayai. Akishapevusha mayai, yale mayai yake yatavunwa kwa njia za kitaalam, yatatolewa nje ya mwili wake na yatapelekwa maabara ambapo yataenda kuunganishwa na mbegu za mwanaume. Kwenye kuunganishwa na mbegu za mwanaume yatawekwa pamoja ambapo yatakaa ndani ya masaa 24, then kesho yake tutakuta mayai yatakuwa yamerutubishwa. Baada ya kurutubishwa, ina maana hapa tumeshapata mtoto. Yule mtoto ataingizwa ndani ya mji wa mwanamke na hii itakuwa mimba. Uwezekano na ufanisi wa hii njia ya kumsababisha mwanamke aweze kubeba ujauzito kwa kutumia hizi assisted reproductive technologies au hata kubeba ujauzito kawaida kwa wanawake wenye PCOS huwa unapungua kutokana na umri. Wanawake ambao wanaweza kuwa na miaka 35 na kuendelea huwa wana ufanisi mdogo sana wa kuweza kufanikisha kubeba mimba kwa hizi njia za upandikizaji. Lakini pia kuna changamoto kama viwango vya hormone. Haya masuala huwa yanahitaji vipimo na uchunguzi wa ndani kabisa. Kama unahitaji hivi vipimo na msaada wa kiafya, basi wasiliana na Dr. Budodi ili tuweze kuona namna gani tutakusaidia.